Hello wadau wangu wa nguvu. Tunaendelea na kupokea maswali kupitia njia ya maoni. Hivyo kuna ndugu yetu mmoja ambaye anahitaji kufahamu kitu. Alisikiliza moja ya makala yetu ambayo tulishare idea mimi na wewe tukaiupload, kwa hiyo anahitaji kujifunza zaidi. Ngoja tuliview tuone anauliza kitu gani. Anaitwa Dax, anauliza ya kwamba habari, nilikuwa nina swali. Hapo video zako za nyuma ulisema usaili wa JWTZ waweza chukua muda mrefu. Je, tutakuwa tunakaa hapo hapo? Kama ndiyo, je, ni vitu gani vyote vya kwenda navyo kambini ili kusurvive kipindi chote iko kwa mujibu wa taratibu za jeshi? Lakini pia simu zikiita, je, wanapiga siku moja kabla au masiku kadhaa kabla ya kwenda kusaili kwa ajili ya usahili? Maana ukizingatia wengi wanatokea mikoa ya mbali, kufika eneo husika yaweza chukua hata siku 2. Nadhani tumemwelewa ndugu yetu Dax ambaye anahitaji kufahamu zaidi juu ya habari ambayo tuliupload siku kadhaa zilizopita, na anahitaji kufahamu kwamba tunajua ya kwamba usaili utachukua muda mrefu. Je, utakaa hapo hapo kwenye eneo husika? Na kama ndiyo, je, vitu gani ambavyo inatakiwa kwenda navyo ili kusurvive kwa muda wote huo? Alafu simu wakipiga watapiga siku moja kabla au inakuwaje? Hivyo ndugu yangu, naomba kwanza ni kujibu mimi kutokana na uelewa wangu, alafu pia nitawachia wadau. Usisahau ya kwamba kwenye hii jumuiya yetu kuna watu ambao wameshakwisha ingia hadi kwenye usaili wa JW. Hivyo nitajibu kwa mambo ambayo ninauelewa nayo, alafu jambo jingine nitamtafuta ndugu yangu mmoja atakuja kujibu. Nitamfuata inbox, nitamtumia ujumbe huu ili aweze kushare mawazo yake. Najua uliangalia video ambayo ni mmoja ndugu yetu ambaye alielezea sana kuhusiana na yeye kama yeye ambapo alienda kwenye usaili ilikuwaje. Kwa hiyo na mimi nakujibu kutokana na uelewa wangu nilivyomwelewa yeye na kwa vitu ambavyo navifahamu. Nikianzia na swali ambalo umeuliza kwamba simu watapiga kwa muda gani, kwamba watachukua siku moja tu inabidi ufike au hapana. Iko hivi, simu lazima wakupigie kabla ya siku kadhaa. Kwa maana hiyo lazima wewe mwenyewe ujiandae, alafu usafiri. Kwa maana hiyo lazima wakupigie, sio kwamba siku ile ile inatakiwa ufike, hapana. Lazima wakupe deadline kwamba siku fulani inatakiwa ufike sehemu fulani. Hiyo nadhani nimeiweka vizuri kabisa. Kwa maana hiyo kama wakikwambia labda siku fulani inatakiwa ufike kwenye kambi fulani, wewe utakuwa ushaanza kufanya maandalizi. Wakishakwambia kama ni baada ya siku 3, basi nadhani utakuwa ushafika, au baada ya hata ya siku 4 utakuwa ushafika. Kwa hiyo wao watakupa tarehe kwamba ni siku fulani, tarehe fulani, siku fulani inatakiwa ufike eneo fulani. Iko hivyo. Nikija kwenye swala la sehemu ya kukaa, lazima usaili utakuwa unafanyika eneo moja, watakaa sehemu moja, alafu na baada ya usaili kama utatumia labda mwezi mmoja, baada ya usaili ambao watakuwa wamefaulu, basi watasomwa na wataenda kwenye mafunzo. Jingine kwenye swali lako kwamba vitu ambavyo inatakiwa uende navyo ili usurvive, ninaomba nitamwachia ndugu yangu mmoja, nimemsahau kwa jina, lakini lazima nimfuate personally, nimtumie ujumbe aweze kuclassify zaidi ili watu wote tujifunze. Lakini usisahau ya kwamba hata kama wewe ambaye unanisikiliza tayari umeshapata experience na usaili wa jeshi, basi share experience yako ili watu wengine waweze kujifunza huwa inakuwaje. Kabla sijamfuata rafiki yetu mmoja au ndugu yetu mmoja ambaye tutaomba aelezee kwa kina kuhusiana na hiyo issue, umenielewa? Nadhani ndugu yangu Dax nitakuwa nimekujibu kwa uelewa wangu na sehemu ambapo uelewa wangu unafikia. Basi tukutane tena
ambapo nita-upload video ambayo itaelezea kila kitu ambacho sijakijibu, hususan kwenye swala la kusurvive. Je, inatakiwa uende na vitu gani uweze kusurvive kwa huo muda? Yes, kwa hiyo ninalichukua hilo, nitalifikisha sehemu husika, alafu nitarudi pia kukujuza Dax. Nitakufuata inbox kwako, nitakutumia kwa njia ya comment hapo. Yes, iko hivyo. Chao.